إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون أما بعد. Mashara almuslimin, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha tena kukutana katika Ijumaa hii. Tukiwa bado na silsila katika mambo ya aqadia ambayo tulikuwa tuzungumzia al-Isra wal Miraj na hasa al-Haikalu al-Qudusu al-Haikal. Na wale ambao walikuwa tayari ndio walikuwa wamebebeshwa amana hii, amana ya sehemu takatifu, sehemu tukufu katika boka, katika sehemu ambazo Allah amezichagua. Moja ni katika hizo sehemu ambazo tumezungumzia ni Masjidul Aqsa. Lakini baada ya hapo walikuwa ni watu bora, kisha wakatoka katika ubora na katika kuchaguliwa kuwa ni watu bora katika ulimwengu kwa wakati wao, kisha wakaja katika ardhalil khalq, katika viumbe ambao ni dhalili ambao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukawa tuzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al 'adhab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala idh ta'adhana rabbuka ay alama wa akhbara wa amara, Allah alivyowafahamisha au alivyowaamrisha kwamba atawaletea adhabu kali kutokana na baadhi ya watu ambao watakuwa mayasumuhum su'al adhab, ambao wataweza kuwaletea adhabu kubwa, kwa sababu Mola wako inna rabbaka la sari'ul iqab, aka Mola wako Mola wako ni mwingi wa kutesa na kuadhibu. Tukasema katika khutuwati ambazo zimepita katika tarikhia, hawa watu baada ya kutoka katika utawala wa Firaun wakawa wanaadhibiwa, Allah subhanahu wa ta'ala akawatoka au akawanyanyua kutoka idhlali, kudhalilishwa, wakaja katika watu bora. Kisha wametoka katika ubora, Allah akawaletea sasa kutokana na kiburi zao kwamba kuadhibiwa vile vile zaidi au kama walivyokuwa katika wakati wa Firaun. Katika tulikuwa tumepita katika baadhi ya sehemu na nchi ambao wameonja adhabu yao. Hispania tulishia hapo, na wakaona watu wa Hispania na kiongozi wao kwamba hao hawatuwezi kuishi nao, kuna haja ya kuwafukuza na kuwatoa na kuadhibu kama walivyoadhibu watu wa Hispania. Sasa leo tuko katika Urusi. وفي روسيا كان يعيش نصف اليهود العالم تقريبا خلال القرن التاسع عشر. Hakika katika Urusi walikuwa wanaishi katika nusu ya Urusi, Mayahudi nusu yao Urusi katika karna ya 19. Wastamalu tiwala hadhihi mudda, Mayahudi walitumia fursa katika muda huu mrefu iqamatihim fi Rusia, kukaa kwa Urusi kullu wasailihim khabitha litadmiri wa takhrib, kila njia zao chafu na mbaya kwa ajili ya kuweza tadmiri, kuiangamiza Urusi na kuiharibu. Fafatahu alhanat watajaru fil khumur, wakafungua maduka ya pombe, wakafanya biashara katika khumur, katika pombe. Wa aqradu birriba alfahish, wakaanza kuwakopesha watu riba mbovu mbaya zaidi. Wastawlau ala kathiri min amwali ad-dawla, wakatawalia mali nyingi za dola hiyo bitariqati muharrama, kwa njia ambayo imeharamishwa katika nchi hiyo. Kwa zile njia ambayo nchi ya Urusi imekataza, wao ndio wanazifanyia kazi. Wakatalu kathiri min abna'i shabi Rusi, pia wakawaua wengi katika raia wa Urusi vile vile. Indama makanatuhum ad-dhuruf min dhalik, wakati walipopata nafasi ya kufanya hivyo walifanya kama Qur'ani inavyoeleza, wakipata na nguvu basi wanatumia nguvu zao kwa ajili ya kuteketeza watu wa nchi husika. Wakawanu jumuiyatu sirriya, wakatengeneza
hakika taasisi na baadhi ya taasisi zao za kisiri allati aminat ala hadami nidham alhukm, ambazo za kuweza kuvunja uongozi na ili wao ndio wakubwa katika hiyo nchi, ambao ni makosa kwa mujibu wa nchi mbalimbali, ni makosa ya jinai kwa ujumla. Wakafanya kazi hiyo, wastamarrat fi nishatiha hatta azalat biwasitati thawrat ash-shu'iyya, wakaweza kufanya uchangamfu wao na zile vikao vyao vya siri kuangusha tawala, mpaka wakaweza kuyaangusha ambayo katika hiyo shu'iyya fi sana katika mwaka 1917 shu'iyya. Wa hadhihi thawra, na hakika katika fujo hiyo iliyoileta, allati kana mu'dhamuhum quwaduha min alyahudi, wengi katika waliotawaliwa walikuwa ni mayahudi. Walam yansa rusi lilyahudi ma qamu bihi, hakika Warusi hawajawahi kusahau mpaka leo kila ambacho mayahudi waliofanyia min udwan, katika uadui wa istighlal. Fanqadhu alaihim uddatu min marrat tahallus minhum, walijaribu angalau kujiepusha na kujingoa na watu hawa ambao tayari wana tabia mbovu na pia wana roho mbaya. Wa amalu fihi mudhabi wal qatl bila rahma, waliweza kuwaua pasina rahma vile vile. Wakana min abraz almadhabi allati awqaha ar-rusi bil yahud, Urusi wakaona kwamba hawa watu hatuwezi kukaa nao, ni watu ambao hata ukawakirimu kiasi gani, ukawakaribisha kwenye nchi yako wakae kwa amani, lakini bado wao watataka kuidondosha nchi na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo Urusi walipoona hivyo, waliona kuna haja na hawa watu, wakaanza pia kuwafukuza na kuwaua katika mwaka 1881, ambao hapa auqaha Rusi bil yahudi madhbahatan sana, mwaka huu tuliwataja, na mwaka pia 1882. Katika hii miaka miwili fakad hawala fallahuna ar-rus ayudammaru al-yahud tadmiran fi hatayn sanatayn. Katika miaka hii miwili hata wakulima na wengineo wote waliweza kwamba kuweza hawa watu hawafai kuishi, wateketezwa kabisa katika hii miaka miwili. Waindama nashara al-katib ar-rus, wakati alipoweza kutawanya mwandishi wa Urusi Nailus nuskha qalil, chapa ndogo katika min protokolati hukama as-Suhuyuni. Kuna kitabu kinaitwa protokolatu hukama as-Suhuyuni, kitabu chao hiki. Alipokitawanya kitabu akaanza kukisoma kitabu cha hawa Mayahudi na njama zao na zile ambao walivyo. Mwaka 1902 allati tufdahu niyatul yahudi aljiramiya, kitabu hiki kiliweza kufedhesha nia mbaya ya Mayahudi tijahu alalam ajma, kwa ulimwengu kwa ujumla. Nia yao ni ipi kwa ulimwengu kwa ujumla? Janna jununuhum, Mayahudi walipata vichaa sasa, walitatizika, Mayahudi walichanganyikiwa. Janna jununuhum khawfan wa fas'an, kwamba siri yao tayari imeweza kuwekwa wazi baada ya hii kitabu protokolatu hukama as-Suhuyuni kuwekwa wazi na nia yao ambayo katika dhidi ya ulimwengu kwa ujumla. Wa amalat al-madhabi ضدهم في روسيا حتى لقد قتل منهم في إهداها نحو 10,000 يهود. Hapa Warusi wakaanza sasa hawa watu kuwafukuza na kuwaua, ambao waliweza kuuawa zaidi ya watu 10,000 au Mayahudi. Hii ni katika nchi ya Urusi, nchi ya Kaisar. Warusi walipoingia, Warusi walishindwa kuishi nao kwa sababu ni watu ambao kazi yao ni kujiona, na kazi yao kwamba kama Qur'ani inavyoeleza, tajidanna ashaddan nas adawatan lilladhina amanu alyahud, utakuta watu ambao na wadui mkubwa na waumini ni Mayahudi walladhina ashraku. Fil Almania, hii ni Urusi. Tuja katika Ujerumani, intashara alyahudu fi kathiri min mudniha, Mayahudi walienea katika nchi au katika miji mbalimbali ya Ujerumani mundu karni thamin lihijri, kuanzia karne ya 8 almiladi, karne ya 8 almiladi. Wasakanu ala dhadhafi nahr al-Rayyan, wakakaa katika sehemu ya Rayyan.
wastaqalu ash-sha'b al-almania aswa al-istiqlal, wakaanza kuutumikisha watu wa nchi au raia wa sehemu hiyo hakika kuishi nao aswa kubaya zaidi, hata kadu yastauluna ala amwalihim, mpaka wakawa wao ndio wanaweza kutawala mali za watu ala tariqatu riba alfahisha, juu njia ya riba mbovu ambayo riba yenyewe kwamba ni riba ya ufilisi kumujibua. Wastaqalu bishab alalmania, sasa wastikhdamu alwasail mukhtalifa, wakatumia njia mbalimbali lijami almal alharam, kukusanya mali za haramu. Walakad haja shab alalmania, walipoona watu wa Jerumani katika hali hiyo na tayari kwamba mali nyingi wamechukua hao Mayahudi, na hali ya kuwa wao wamekaribishwa tu kwenye nchi ile, wao wakawa ndio watawala katika nchi hiyo na kutawalia mali za watu kwa njia za haramu. Walichokifanya watu wa Jerumani dhidahum fi awqat mukhtalifa, istamala ma'ahum fi kulli wasail qatl wa salb wa tard. Urusi eti nini, Ujerumani nao kabidi kwamba kuwaua na kuwafukuza katika nchi yao. Hii zote Allah kama alivyosema, Allah taleta wa ista'adhana rabbuka la yab'athanna alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al adhab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Mola wako ista'adhana rabbuka ya Muhammad, Mola wako tayari ameshawafahamisha, ameshaamrisha atawaleta watu ambao watakuja kuwamiminia adhabu mbaya watu wote ambao wao Waislamu au sio Waislamu, ili mradi kwamba watu hawa sio watu kukaa nao. Kisha katika hali hiyo yakulu sahib kitabu tarikhi al-Israiliyin, kuna mwandishi wa kitabu cha historia Israiliyin anasema, dhalla al-qatl wa dhabhu muntashiran fil yahud, hakika kuuawa na hakika kuchinjwa na kutawanyika na kufukuzwa Mayahudi kuliendelea ila ansataratil awamir bitardihim, mpaka ilipokuja amri ya kufukuzwa kutolewa min anhal Almania, katika nchi ya Ujerumani, fi azinawati mutatabia, katika wakati uliofuatana tofauti tofauti. Wadhālika baina alqarnayn thani ashara wa rabi ashara, katika karna mbili, karna ya 12 na karna ya 14 ilibidi sasa utolewe katika nchi husika, ambao wao kama Qur'ani ilivyosema walipoenda kinyume ya Allah akawaacha tihuna fil ardh, wanatanga katika dunia, hawana sehemu, hawana istiqrar, hawana sehemu ya kukaa, hatta lam yakad yabqa minhum wahidun fiha, wa kanu akhiru ma laquhu min adhabi wa taqtil wa tashrid, katika adhabu ya mwisho iliyokutana nayo ya kuadhibiwa na kufukuzwa ala yad Hitler, juu ya kiongozi Hitler, ibtidaan min tawlihi al-hukm, kuanzia Hitler tu alipokuwa kiongozi fil Almania katika mwaka 1933, ila ansakata hukumuhu, katika mwaka mpaka hukumu yake kumalizika, ambayo ni mwaka 1945. Hii ni katika, na Wajerumani walitaka kumaliza kizazi haka kachafu, yani hakafai kukaa duniani, na mpaka leo dunia inakumbuka namna gani Hitler alivyofanya na namna gani alivyoua watu hao, kwa sababu aliona amewakaribisha kwenye nchi yake waishi kwa amani, lakini kumbe wao wanayekwao sasa, kwa hawa watu sio kuishi nao, bora haka kizazi kaishe. Mpaka leo saa zingine kuna kumbukumbu ambazo Mayahudi na Ujerumani wanakumbuka, Mayahudi wanakumbuka namna gani babu zao na nani, namna gani walivyoweza kuuawa katika nchi ya Ujerumani. Wa fi kulli biladi allati nazala biha alyahud, kila mji ambao kila nchi ambayo Mayahudi wameenda, ta'arradhu linaqamati sukan, ilipata shida wakazi wa nchi ile kuadhibiwa, wa ghadabihim wa izdiwaihim, wa yastawi fi dhalika tarikhum alqadim wal wasit wal hadith. Na ukisoma historia yao ya mwanzo ya zamani ya kati na kati na hivi sasa, historia imejaa namna gani kila sehemu iliyofika waliharibu na walifukuzwa watu hao. Sasa Qur'ani haisemi uongo, sababu ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kila nchi laqad anzala al-alam bihim darabatil qasiya, ulimwengu kwa ujumla uliweza kuadhibu adhabu mbaya zaidi wa uqumbatu sarima shamala at-tankili wat-tardi was-sijni wat-taqtil musaadati wal-amwal, adhabu ambazo zilienea kuadhibu, kuwafukuza, kuwaweka jela, kuwaua na pia hata kutawalia mali zao kutokana na watu walivyokuwa. ويقرر أحد الكتاب الغربيين, mmoja katika waandishi wa watu magharibi, anasema anna kulla al-umam al-masihiyya, kila umma hata hawa manasara watu wa Kristo ishtarakat fi istihadi al-yahud, walishirikiana kuhusu pia hata Kristo kuwatoa na kuadhibu mayahudi wa inzali mukhtalif al-uqubat bihim, na pia kuweza kuadhibu adhabu mbalimbali. wa kanat al-qaswa ma al-yahud tuaddu ma'tharatan yamtadihu al-masihiyuna baadhuhum baadha, mayahudi waliadhibiwa, hata pia hawa wanaswara pia wanajisifu namna gani walivyoweza kuteswa hawa mayahudi na hawa ambao manaswara kwa ujumla, hata katika wakati wa papa yao pia na mapapa mbalimbali, baada ya kusoma Talmudi ya Kiyahudi na ubaguzi wao. Hadha wa shay'un alladhi nuakiduha baada sardi hadhi namadhij, kitu ambacho tunakipoteza baadhi ya kuwaletea mchanganyiko huu wa historia min al-uqubat allati nazalat bil yahudi, katika adhabu ambazo ziliokuta mayahudi katika zama tofauti tofauti na sehemu tofauti tofauti na nchi tofauti tofauti. wa hum anna al-yahuda hum al-mas'uluna an kulli ijtihad, mayahudi wao ndio watakayebebeshwa adhabu hii na kuuao kwa kila mateso ambayo tayari walikumbana nayo. Wakulaumiwa ni nani? Wao ndio wanastahili walaumiwe, wao ndio wabebeshwe haya. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Liukhwa liasbab min ahamia, katika sababu zifuatazo wao ndio wabebe majukumu yao na lawama hizi, hata kama kizazi chao pia kiwalaumu wao. Sababu ya kwanza, ananiyatuhum wa atma'uhum allati la hududa laha, hakika kule kujiona kwao na tamaa zao ambazo hazina mpaka. Kwanza wanajiona na wana tamaa ambazo la hududa, hazina mpaka. Fakadisau waqat lahum ananiyatuhum, hakika kujiona kwao kuliojuzisha annal alama milikul lahum, kwamba eti ulimwengu mzima ni miliki yao. Bikulli man fihi wa ma fihi, kwa kile ambacho kipo ndani ya ulimwengu vyote ni miliki yao. Kwa hiyo hakuna mtu anayemiliki. Kwa hiyo kienda katika ardhi yoyote, katika nchi yoyote, mali nini, kama kuna madini, kama kuna chochote, ni miliki yao. Wakati nchi yote kama ina madini, ina mali zao, ina nini, zote ni miliki zao, wao ndio wazimiliki. Nyinyi hamstahili kumiliki. Kwa hiyo hatua hii sasa ambayo ya kujiona huku, kwa hiyo ndio maana kila sehemu ambao walienda waliadhibiwa, wao ndio wabebeshwa haya majukumu na lawama, hata na familia zao na kizazi chao. Kwa nini sehemu zote wamefukuzwa? Wa anna alaihim mata halu fi ay dawlatin ayanhabu khairataha bikulli wasila, popote watakapoingia katika nchi yoyote na katika dola yoyote, ni juu yao wana uhuru wa kupokonya na kupora heri za nchi hiyo kwa njia yoyote unaiona. Wa ayajma'u amwalahum bi ay tariqa, na pia wakusanya mali kwa njia yoyote. Fa innal mala huwa maabudu liyahudi min qadim, kwa sababu mali ndio mungu wao mayahudi wanaabudu kuanzia mwanzo. Kwa hiyo sehemu yoyote ukifika wanatakiwa wakusanye mali, wao ndio matajiri duniani kwa njia yoyote. Wa ananiyatul yahud wa jashihim, hakika kule kujiona kwa mayahudi na pupa, wa akli amwali an-nas bil batil, na kuchukua mali za watu na kula kwa njia ya batil, jalahum mahallun naqma al-alam wa hababihim, ndio sababu ya kuadhibiwa na ulimwengu kutokana na hali hii. Sasa dunia ikiwakataa, wala kadifatwa na baadhi zuama al-waqala, hakika waliweza kuzungumza baadhi ya viongozi wenye akili, ila khatar taghala al-yahudi, katika hatari ambayo tayari itaingia kwa Mayahudi, na Mayahudi wakiingia kila sehemu, fa akhadha yatruduhum minha, kwa nini wakaanza kufukuzwa, wa yuhadhiru abnaa ummatahum min shururihi, na pia sehemu husika kuwatahadharisha watu wao na shari zao. Wa min haulai zuama, katika hao viongozi uqala wenye akili,
ibn Amin Frankiliyin huyu ahadu ru'asa alwilayat almutahida moja katika viongozi wa Umoja wa Mataifa fa innahu alqa khitaban sana alitoa maneno na khutba mwaka 1789 qala fi akasema hunaka khatarun adhim kuna hatari kubwa inayokuja yuhaddid alwilayat almutahida ambayo hatari hii inatishia Umoja wa Mataifa al-Amriki wadhālika al-khatar huwa al-yahud hatari hii ambayo inatishia Umoja wa Mataifa ni Mayahudi ayatuha sada enyi waheshimiwa au ayuha sada au enyi waheshimiwa haidhuma istaqarra al-yahud popote mtakapoona Mayahudi wamekaa tajidunahum mtawakuta yuhinuna min azimati shab kwanza wanawadharau watu wa nchi husika raia wa pale wao ndio bora kuliko wengine waizaziuna alkhalq altijari asharifa pia biashara watayumbisha wakiwa sehemu yoyote hiyo biashara itayumba innahum la yandamijuna bishab wao hawajichanganyi na raia wakawa pamoja lakad kanu hukumatu dahil hukuma ukiingia katika sehemu yoyote wao ni serikali ndani ya serikali wao ni uongozi ndani ya uongozi wenu na watakuwa ni uongozi wao ambao unapingana na uongozi wa serikali au nchi husika wakiwa hivyo wahinama yajiduna muaradatan min ahad wakiona kuna yeyote ambaye anapingana na hiyo nchi ima au ni raia wa pale basi waweza wakamuunga mkono ili kuiangusha serikali ya nchi husika wako hivyo ndio maana tulisema hakuna watu magaidi wabaya duniani kama hao na ndio maana kama kuna haja ya kupigwa vita na fikira zao ziweze kuondolewa na watu wajue walivyo kama kumbe ni watu ambao katika magaidi kupigwa vita wa kwanza kabisa ni hao kwa katika hali hiyo min ahli fa innahum hakawao fa innahum ya'maluna ala khanki al-umma maliya kwanza kuweza kuwaua raia wa nchi husika kimali kwa sababu uchumi watauchukua wote alafu watu wataishi katika hali hiyo kama hadatha Portugal wa Hispania kama ilivyotokea katika Portugal nchi ya Portugal na Hispania idh lam yamna al-yahud min al-hijra bimujib dustur Mayahudi hawakuzuiliwa kuhamia kwa mujibu wa desturi kwa mujibu wa katiba ya nchi husika fa fi aqall min 200 sana uchache au miaka 200 yani takriban kabla haijafika miaka 200 alisema saufa yatadaffauna ala hadhihi albilad biadadi dhakhama kwa sababu hawajaruhusiwa kuingia kwenye nchi yetu kwa hiyo wataanza kuingia idadi kubwa kwenye hiyo nchi alisema hivyo na ukiingia biadadi dhakhama tajaluhum yuhakimuna na yudamiruna na ukiingia katika nchi yetu sasa wataanza kututawala na wataanza pia kututeketeza wayughayyiruna shakla alhukuma na watabadilisha pia hakika hali ya nchi na serikali yao allati dhuhaina wa badalna liiqamati ambayo sisi tumejitolea watu wamemwaga damu kwa ajili ya kutafuta uhuru wao dimaana wa hayatana wa amwalana na uhuru wetu wote kwamba wao sasa wote utateketeza idh lam yasafna alyahudi min alhijra kama wataruhusiwa Mayahudi hawatazuiliwa wakahamia katika hiyo nchi basi nchi hii jiandae kuangamia na jiandae kwamba uchumi wao utaondoka na wao pia wanaweza pia wakaondosha hata viongozi ambao wapo katika nchi kwa hiyo huyu katika maneno sasa anaanza kuwatahadharisha ulimwengu kwa ujumla waweze kuwafahamu hawa watu wala yamdhi akthar min 200 sana yeye alisema kiasi miaka 200 hali itakuwa mbaya sana lakini haikufika miaka 200 asema liyusbihu abnaana kabla ya miaka 200 watakuwa watoto wetu sisi umalan fi huquli ta'min al-ghadha'i lil-yahud ndio wafanyakazi katika mashamba mbalimbali ya kulinda uchumi na vyakula vya Kiyahudi
Kwa hiyo watu wa nchi hiyo watakuwa ni watumwa kwa utumikia wao. Kabla ya miaka 200 kiongozi huyu alisema dunia itaona. Kama hamtawazuia lazima wahamie kwenye nchi yenu, subirini kitakachokumba. Inni uhadhirukum ayyuha sada, mimi natahadharisha enye viongozi waheshimiwa, idh lam tastafnu alyahudi min alhijra ila alabad, kama hamtawazuia mayahudi wasihamie kwenye nchi yenu mkawaachia tu wahamia, fasawfa yal'anukum abna'ukum wa afadukum fi quburikum, akiwa watoto wenu na wajukuu wenu watawalaani wakiwa makaburini. Inna aqliyatahum takhtalifu anna hatta law ashu bainana 10 ajya, akili yao inatofautiana na ulimwengu kwa ujumla, hata kama wataishi katika hiyo nchi ajyal, karne nyingi. Kwa nini? Kwa sababu wanamru la yastati'u taghayyuru launi, kwa sababu ilivyo kwamba an-namru la yastati'u taghayyuru launihi, akawafananiza na huyo nini, na namru. Namru ni chui hawezi kuibadilisha rangi yake ya mabaka alivyo, ndio rangi yake hawezi kubadilika. Yani anamfananiza Mayahudi na chui namna alivyo, kwamba hawezi kubadilisha hiyo rangi yake aliyokuwa nayo. Na hao pia alyahudu khataru ala hadhihi albilad, Mayahudi ni hatari katika miji. Fa idha dakhaluha fasawfa yukharibunaha wa yufsidunaha, wakiingia lazima waharibu na walete ufisadi. Na Qur'ani imeeleza idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala diyari wa kana wa'dan maf'ula. Lakini waqadaina ila bani israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn ifsadihi, wataleta ufisadi katika dunia marratayn. Sasa ufisadi wao unaendelea kila sehemu ukiingia. Kwa hiyo hakika huyu mnyama huyu ambaye hawezi kubadilika rangi yake ndio wao walivyo. Walitaalika ala hadha alkhitab, hakika kufanyia taaliki juu ya maneno haya, naqul ma asdaqa ma tawaqahu, ni ukweli uliokuoje Ibn Amin namna gani alivyokuwa mkweli na kutizama hawa watu kwamba Umoja wa Mataifa uko katika hatari kubwa kwa watu hao. Na kweli kama tukajua kuona pia moja katika rais wa Amerika pia aliweza kuwatahadharisha watu, kama hatutakuwa katika zinazokuja tutaelezea sasa namna gani alivyotahadharisha kwamba bila shaka Amerika sasa kama hamtakuwa makini na hawa watu, subirini katika Amerika yote itatawaliwa na Wayahudi. Rais wa Amerika tutakuja kumtaja ni nani, ambaye ameweza kuwatahadharisha watu wa Amerika mapema sana, lakini hawakuyafanyia kazi maneno yake. Lakini dunia hivi sasa inaanza kuona hali ikoje, wakaanza kufukuzwa kila sehemu. Laula annahu qad akhta taqdir fi almudda lazima, lau kwamba huyu kiongozi kakosea kukadiria muda ambao wenye kulazimiana mpaka ili Amerika tahwili Amerika ila bakrati hulub liyahud, kugeuza Amerika abani wilayatul mutahida kuwa Amerika itakuwa ni ng'ombe wa kukamuliwa maziwa tu ya Mayahudi. Yeye alisema miaka 200, wala hajafika miaka 200. Amerika imeshakuwa ni ng'ombe wa maziwa, akiwa na maziwa mengi, kila mmoja anakamua kwa ajili ya kunywa maziwa anavyotaka. Kwa hiyo Wayahudi wanakamua ng'ombe hii wanavyotaka, kutumia mali za Amerika, uwezo wao nini wanavyotaka wao, kama alivyotahadharisha ambaye tutamueleza rais wa Amerika ambaye alitahadharisha na hawa watu, ili watu wajue kama Qur'ani inavyosema kwamba tulisema adhabu kuadhibu, kama Allah aliyosema wa ita'adhana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al adhab. Allah alivyowafahamisha atawaleta watu ambao watawaadhibu adhabu mbaya. Adhabu imesimama au bado inaendelea? Tunaona bado katika karne mbalimbali adhabu kuadhibiwa hawa watu bado imeendelea. Aqul qawli hadha billahi tawfiq.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد معاشر المسلمين tukiendelea na watu hawa ambao baada ya kuwa walikuwa ni watu bora kisha wakatoka katika ubora wakawa ni watu ambao wabaya mno katika dunia. Na kwa nini kila sehemu wanaadhibiwa na kufukuzwa? Kwa sababu ya kujiona kwao wao ndio shabullah al-mukhtar, ndio watu teule ambao Allah aliochagua, wengine wote ni abid. Hakika Mayahudi kama tulivyosema, hakika kiongozi wa Umoja wa Mataifa aliweza kutahadharisha hakika wilayatul mumtahida, Umoja wa Mataifa utakuwa na hatari kubwa kama watakumbatia hawa watu. Kwa hiyo kweli yeye alikadiria miaka 200 lakini haijafika. Litahawili Amerika ila bakrat hulub lilyahud, kugeuza Amerika kuwa ni ng'ombe wa maziwa mwenye kukamuliwa. Fakad qaddara Binyamin Frankliin alikadiria muda huyu hadhi muda 200 sana, miaka 200 aifi sana katika mwaka 1989 bainama istatwa al-yahudi ay yaskharu siyasat amerikia. Hakama Yahudi waliweza kuitawala uongozi wa Amerika, wa asilahata na silaha zao, wa amwalaha na mali zao, wa ilmaha na elimu yao, wa nufudhaha na nguvu zao, wa khairati na khairi zote za Amerika, limanfaatihim khassa, kwa manufaa yao maalumu. Kisha fi hadhihi almuda, katika muda huu, taqillu amma tawaqahu bi akthar min 50 sana, yani ni muda ambao haukufikia miaka 200, miaka 50 tu na tayari mambo yamegeuka. Tunasema sababu ya kwanza kwa nini kila nchi walipoenda wakafukuzwa, kila nchi ambayo tumezitaja duniani hawakuweza kuishi nao, kwa sababu sio watu wa amani. Ni watu wamekuja, kazi yao ni kuweza kuleta zaza katika nchi ambazo tumezitaja. Jambo la pili, kwa nini sababu Mayahudi kila sehemu wakawa wanafukuzwa, wakawa hawana sehemu ya kukaa. Sasa pako ilipofika mwaka 47 Umoja wa Mataifa ukaona bora angalau waenda Palestina wakakatia ka eneo ili waweze kukaa. Angalia sasa, baada ya kukatia ka eneo kadogo tu wakae hiyo ka sehemu, kisha kwa sababu wao kazi yao kwamba wao ndio shabullah al-mukhtar, ndio taifa teule la Allah iliyochaguliwa, ni watu bora na wao ndio wanadamu, wengine wote ni manyani. Kwa hiyo wameenda mpaka hivi sasa kwamba wanataka watu wa Palestina wote kwenye nchi yao husika watolewe wabaki wao, au wote wabaki wao kama walivyo. Sasa jambo la pili, ghururuhum wa ta'alihim, falyahudi ya'tabiruna anfusahum abna'illah wa ahibba, kule kujiona kwao kama Yahudi wanaona kwamba wao ndio abna'illah wa ahibba, ndio watoto wa Allah, ndio ambao vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaona hivi kwa mujibu wa maneno yao. Washabihi al-mukhtar, na ndio taifa teule la Allah lililochaguliwa. Ndio Allah anasema kwamba waambia hawa Yahudi kwamba kama kweli nyinyi mnasema kwamba nyinyi ni abna Allah wa ahibba, fatamannu al-mauta, hebu tamanini kufa, wala yatamannawnahu abadan, hawezi kutamani kwa sababu si kweli madai yao, lakini wanaona kwamba wao ndio shabullah al-mukhtar. Wa min qadimi zamani, kuanzia muda uliopita, wahum yuqasimuna al-alam ila qismain, ulimwengu wameugawa katika mafungo mawili, mutakabilina qismu Israil, ambao kundi ambao la kwanza kabisa Bani Israil ni kundi la kwanza. Hawa hum safwatul khalq, ndio viumbe bora, ndio wanadamu hawa. Hili ni kundi la kwanza Bani Israil. Wa ashabu alhadhu indahum, na ndio watu wenye hadhi mbele yao Israil. Hili ni kundi lao la kwanza. Kwa hiyo ulimwengu umeugawanya sehemu mbili. Kuna Israil kama walivyokuwa Mashia. Kama tulivyosema huko nyuma, kwa Mashia walisemaje wakati walipoona baadhi ya raia na baadhi ya wafuasi wa dini ambaye hawa Mashia wanaona kwamba mbona ahli sunna tunaona wanafunga, tunaona wanaswali, wana tabia nzuri, mambo ya haramu wanayaacha, lakini tukitabia zao nzuri, tukiona sisi katika ahli bait watu ambao Mashia sisi watu wote tunaona watu wanamuta, wana haramu, wanaiba mali za watu, hizi zote kwa nini?
anaulizwa shehe wao akamwambia ya Ishaq katika kama alivyokuwa katika Bihal Anwar katika kitabu chao kikuu kinajuzu 80 sikiliza inna Allah lamma kana mutafarrid bil wahdaniyya Allah alipoanza uumbaji jamaa twinatahum wa twinatna Allah akaweza kukusanya ardhi mbili dongo mbili kuna udongo tulioumbiwa sisi ambao ni ahlul bait na kuna udongo ulioumbiwa wasiokuwa ahlul bait sasa udongo wetu umeumbwa ulikuwa ni safi ukapitishwa katika bahari 7 ukawa safi sana udongo usiokuwa mashia ni udongo hama imasnun udongo wenye kunuka mbaya mbovu sasa baada ya hapo kilichotokea Allah akakusanya na kuzikusanyisha dongo hizi mbili udongo wa sisi mashia na udongo wa usiokuwa mashia kisha sasa kwa sababu fa in araka akhika ukimwona ndugu yako sasa anakunywa pombe ana tabia mbovu anafanya machafu anafanya zina laisa min jawhariyati sio matirio yake kwa sababu haya ni matirio ya kuathirika na udongo mbaya ni hawa ambao masuni au manawasibu wanawaita ndio sisi sasa na ukiona msuni anafanya mambo mazuri anaswali anafunga na mengineo anafanya yote na mambo ya haramu anayaacha sio matirio yake sio asili yake ameathirika na udongo wetu sisi sasa muulizaji akauliza swali fa idha kana yawm alqiyama fama sasa kama ni hivyo sasa siku ya kiyama itakuwaje kama siku ya kiyama kila kitu kitarudi katika asili yake huyu ambaye ni msuni huyu unaomwona anaswali anafunga anatoa zaka anafanya yote ana tabia nzuri sio asili yake ni mtu mchafu kwa hiyo siku ya kiyama mema aliyofanya yote yatachukuliwa utapewa wewe kwa sababu ndio asili yako alafu uliofanya wewe ambaye ni Shia Ahlulbayt umeua umefanyaje sio asili yako wewe asili yake ni hawa watu wachafu kwa hiyo kwa maana madhambi yote ya kwako yatabebeshwa hawa masuni katika kitabu Bihal Anwar ika nini kisa kirefu ambacho kizungumzia kwa sababu ukiangalia katika jamii ya Mashia hii Ithnaasharia Irani nasoma namna gani tabia zao zilivyo na olivyo watu hata wale raia ambao fitra inakataa kama ni dini inakuwaje tabia ikawa hivi sasa wanapokuwa mashehe wao naulizwa wakaweka mlango katika vitabu vyao babu twina kuna mlango unaitwa mlango wa udongo ulioumbiwa wao na udongo ulioumbiwa usiokuwa wao kwa hiyo kwa maana mshia yuko tayari auwe afanyaje lakini siku kama anaenda peponi kwa sababu sio asili yake ni nzuri utaona itikadi ya mashina inaungana kama Yahudi sasa ilivyo kwamba wao ndio Shabullah al-Mukhtar ndio taifa teule la Allah hata wao watu wote wabaki wao kwao ni sawa ni kawaida tu hakuna kwa sababu hao wengine sio wanadamu ni wao ndio maana tukasema kila nchi iliyoenda nchi iliyofukuza sio watu wa amani kama watu ambao wanastahili magaidi wa kwanza kabisa kupigwa vita ni hao wanaua watoto kama nchi mbalimbali zinapiga vita hivi sasa ukija katika tarehe namna gani walivyofanya dunia wao wanagawanya ulimwengu katika makundi mawili kuna watu ambao wanaitwa Bani Israil hao ndio watu bora ndio safwatul khalq watu watukufu na usiokuwa Bani Israil hawa wanawaita yusamunahu al-umami al-juthim wanawaita hivi juthim ay ghairu al-yahudi wa maana juthim indahum wathaniyuna wa kafara wa bahaim wa anjas kama ni watu juthim manake ni watu makafiri wanyama watu anjas watu wachafu walionajisika ndio kwa maana wao mtizama wa Mayahudi wako hivi kwa hali wa hadha al-ghurur wa ta'ali hakika kujiona huku kulipelekea bila yahudi ila ihdari kulli haqqi li ghayrihim alayhi kila haki ya mtu mwingine ni haki ya kwao kama tulivyosema wao katika ulimwengu wanaamini ulimwengu ni miliki yao na mali iliyo katika ulimwengu ni yao wewe kama umemiliki mali sio ya kwako wewe ni ya kwao waweza kaiiba ukaichukua ukakuwa ukafanyaje hivi vyote sasa kwa hali hii anna min haqqi al-yahudi ayasriqu man laysa biyahudia katika haki ya Mayahudi hakika ni kuiba kumuibia asiyokuwa Myahudi wa ayakhshu alladhi yukadhibu alayhim wa yaqtulu na wafanye ghish
na kusema uongo na kuwaua idha aminu iktishafa jaraimihim. Wakati ashara Qur'ani imeashiria katika hilo, katika tabia hizi mbovu allati tamakkanat min al-yahudi biqawlihi ta'ala, kama Allah alivyosema wa min ahli al-kitabi man in ta'manuhu biqintarin yuaddi ilayk wa minhum man in ta'manuhu bidinarin la yuaddi ilayk illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika biannahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabila wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Qur'ani inaashiria katika hali hii kwamba Allah anasema katika ahlul kitab, mayahudi hawa wapo ambao uzuri wapo ambao ukimwamini katika kitabia, ukimwamini qintar, mahela mengi, milioni 20, milioni 100 atakurejeshea. Wapo. Lakini wapo ambao ukimwamini shilingi moja hawezi kurudisha. Hawezi. Sasa katika hawa manaka tunagana. Na hawa Qur'ani inafasiri ni wale ambao wanamfuata Musa na tayari waliamini, hawakugeuka kama tulivyosema walivyokuwa mwanzo, walikuwa ni watu wema, watu wazuri, walikuwa wanastahili wao kupata utukufu huu na Allah akawafadhilisha. Walipoacha sasa kufuata kitabu na wakaacha mambo mbalimbali, wakaingia katika tabia mbovu na hali ikageuka na Allah akageuza hali yao. Katika hali hii sasa utaona katika Talmud, majaa fi Talmud, imekuja katika Talmud. Talmud ni kitabu ambacho kinafasiri Taurati. Imekuja hivi: kutubu yahudi la siyama Talmud tuafia bil wasaya lati tubiu lahum ay ya'malu ghayra muamalatan tukhalifu muamalati ma ba'dhi. Haka kitabu cha Talmud cha Kiyahudi hiki ambacho ndio tafsiri ya Taurati kimejaza mengi katika mambo ambayo kuhalalisha kufanya muamala na kuishi na Myahudi Mayahudi kwa Mayahudi kuishi vizuri, lakini asiyokuwa Myahudi kumfanyia tofauti. Idha khadiya yahud ahadan min al-umam wa jaa yahudiya akhar wa ikhtalasa min al-umam ba'd ma 'indahu binaqsi al-kayl aw ziyada aw thaman fa 'ala al-yahudiyin ay yaqtasima al-ghanima allati arsalaha ilayhima. Wana ujambazi huu pia katika kitabu chao, wanafanya hivi kifasiri kwamba Yahudi kama atamuhadaa katika sehemu iliyokwenda katika nchi wamepokelewa kwa amani, waishi kwa amani, basi kama ni uchumi waweze kutafuta uchumi kwa njia ambazo zinaruhusiwa katika nchi. Lakini wakifika wao wanaenda kinyume na njia ambazo zimeruhusiwa. Sasa wakifika wakakuhadaa kwamba nataka shilingi kadhaa, akakuhadaa. Wajaa yahudia akhra, akaja Myahudi mwingine iltalasa min al-umam, akawa ameiba katika baadhi ya mali yako au amepunguza kipimo au thamani. Faala liyahudiyin, juu ya Mayahudi wengine kwamba ile mali ambayo amekuibia kwa njia ambayo sio sahihi, njia ya haramu iliyokatazwa kwenye nchi, mali ukipata ni juu yao kuiga, ni ghanima kwao. Watapeana na kugawana mali hiyo. Na hii sasa ndio Talmud ya Kiyahudi inafasiri hivi. Kwa hali hii mnaona unaweza ukaishi sehemu gani katika dunia. Ndio maana Hitler, rais wa Ujerumani, alitaka kuotoa wote kabisa kutokana na hali ilivyo. Hii yote nini faida na ya kujiona kwao kwamba wao ni shabullah al-mukhtar, ni taifa teule la Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah amsemaje kwamba waqadhaina ila bani israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wal ta'lunna 'uluwan kabira fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilala diyari wa kana wa'dan maf'ula. Hakika Allah amewajulisha na kuwafahamisha Mayahudi hawa wataleta ufisadi katika dunia mara mbili. Ufisadi huu sasa Allah ataulipiza, na tumesema huko nyuma tulizopita atawaleta watu mayasumuhum su'al adhab, kwa Qur'ani inasema wa ita'adhana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al adhab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Hakika Allah atawaleta watu ambao watawaadhibu adhabu, na tumeona katika tarehe kila sehemu wamefukuzwa na kuadhibiwa, kila nchi iliyokwenda. Sasa wakawa hawana nchi ya kuishi. La mwisho kwa leo, la tatu, kwa nini kila sehemu wanafukuzwa? Kwa nini kila nchi wanafukuzwa? Kwa nini hawana sehemu ya kukaa? Tatu,
azlatuhum wa asabiyatuhum wa khiyanatuhum lilbilad. Wakiingia katika mji kuna kule kujiona, kuna kufanya khiana katika nchi husika, na pia wao kujikusanya na kutengeneza kakundi maalum kana kuwa ni daula dakhil daula, kana kama ni nchi iko ndani ya nchi nyingine, na taratibu zao hawataki kufuata taratibu husika zilizowekwa katika nchi. Na hapa katika moja katika Moroma ambaye ni mwandishi daktari huyu anasema bizamani, anaelezea anasema awwal rais Israel, rais wa kwanza Israel tabi al-azla fi al-yahud biqawlihi wa kana al-yahud fi mu'taman masqat ras. Mayahudi hakuna, tumeadhibi kila sehemu tumekwenda, hatukuweza kukaa, tumeadhibiwa. Na hasa akasema Urusi mfano yaishuna kama yaishu al-yahudi fi mi'ati al-mudun as-saghira wal-kabira munazilina munkashimin. Kila tukienda sehemu watu wanatufukuza, hatutaki. Kila nchi wa fi alami ghairi alami an-nas, kana kama sisi tunaishi katika ulimwengu sio katika ulimwengu wa watu alladhina yaishuna ma'ahum. Na hili limetupelekea sisi kwa sababu ya tamaa zetu na pia kutokufuata taratibu za nchi husika. Tukienda wao wanataka dunia yote iwe ya kwao, na wao ndio wanadamu, wengine hapana. Kwa hiyo wanafanya wanavyotaka. Na la mwisho katika kama walallaka adaqu suwara litaharidhu ala al-azli wa tamassuk biha, kama ilivyotajwa katika Salamiyuna Shahatar ametaja katika kitabu chake ambacho tutakuja kukisoma, kitabu ambacho protokolatu hukama Suhuyuni. Hii kitabu cha Kiyahudi kibada ya dunia kukifahamu na tayari kikatawanywa, kinaitwa protokolatu hukama Suhuyuni, ambaye njama zao na wao dunia hii ndio yao, ndio miliki yao, na kila sehemu ukiingia, kitu cha kwanza uchumi, kwanza kudondosha uchumi wa nchi husika, kisha kuongezea watu riba kubwa zaidi mpaka watu wa nchi wanakuwa maskini wote, alafu watakuwa wao ndio watumishi wanaotumikia wao. Sasa hali hii ilifanya wananchi kila nchi wakamwambia hawa hatuwezi kukaa nao, kwa ufukuza, wakawa hakuna sehemu ya kuishi. Walipokuwa hawana sehemu ya kuishi, waishi wapi sasa? Watu kama hawa hawezi kuishi na wanadamu wenzao, wao wanajiita wao ndio wanadamu, wapeleko wapi? Mwaka 47 Umoja wa Mataifa wakaona bora wakawakatia eneo Palestina, wakaenda wakawakatia eneo ili waishi. Na Umoja wa Mataifa wakaandika kwa mujibu wa katiba zao, wakawa kuna dola mbili sasa, kuna dola ya Kiyahudi na kuna dola ya Palestina. Kwa hiyo nchi sasa zitambue hata huyu Myahudi pia naye ana kasehemu, ana nchi au ana sehemu katika hiyo nchi, kwa ni sehemu ya ardhi yake ya kuishi. Nchi za Kiarabu wakati nyingi zilikataa, na Umoja wa Mataifa pia ukashawishi, lakini nchi zikakataa kuitambua Israeli kwamba ana haki miliki katika ardhi ya Palestina. Na hata katika balozi nchi nyingi zikakataa kukubali kwamba balozi ya Kiyahudi hakuwepo katika baadhi ya nchi, walikataa moja kwa moja. Mpaka hata katika nchi ya Tanzania pia, ambaye Nyerere pia hakuitambua, bali alikuwa anaitambua Palestina, kwa Palestina. Walikataa kutokana na tabia kama tulivyosema huku nyuma. Sasa wakakatiwa eneo waweze kuishi katika sehemu hili, eneo dogo tu, lakini wakaanza kujitanua na kuwapiga na kuwaua Palestina ardhi yao na nini, siku hadi siku wameenda mpaka ile nchi nzima imeshakuwa ya kwao, na kaanza kujenga kuta ambao tumejaribu kuelezea, na tumesema kuna ukuta umeujenga pia. Ukiweza ukuta huu sasa, kwa sababu Amerika ambayo tumesema katika hotuba inayokuja kuzungumzia rais wa kwanza wa Amerika ambaye ametahadharisha nchi ya Amerika itakuwa ni utumishi wa Kiyahudi, Mayahudi wataitawala na Amerika itakuwa kana kwamba ndo mtetezi mkubwa wa Kiyahudi. Na kweli sasa ipo hali iko hivi, wakaitaka mpaka hivi sasa wakaona kwamba kuna haja sasa wa Palestina hawana sehemu ya kukaa, wanapelekwa mabomu, wanapelekwa nini, watoto wadogo wote wanauawa, dhulma. Lakini Umoja wa Mataifa kwa sababu umegeuka, kama alivyosema kiongozi wa Umoja wa Mataifa kwamba hakika hatari inayokuja huku mbele ni hatari ya Mayahudi hawa. Umoja wa Mataifa utakuwa utatumikia Myahudi, mali zake,
nguvu za kijeshi, silaha zote. Kweli silaha zinapelekwa kwa ajili ya kwenda kuwaua sasa watu ambao hawana kwa sababu ya nchi yao. Na dunia inapiga vita, lakini sasa Umoja wa Mataifa ambao ndio Amerika sasa ndio aliyoshikilia kumtetea huyu. Nani sasa atazungumza? Nchi zinajitahidi kuzungumza, hii si sahihi. Watu wanauawa wengi ambao tayari pasina kosa, wanawake, watoto wadogo, na wao kama tulivyosema wao hawana huruma. Lengo watolewa wote hawa ili nchi nzima yote Palestina ibaki ya kwao. Maana kwa Palestina utafutiwa sehemu ya kukaa. Kama tulivyosema katika watu ulizopita, nini huyu Netanyahu wakati akiulizwa sasa wapelekwa wapi kama wahamishwa, sasa tunataka wapelekwe Misri. Rais wa Misri Sisi akaenda ampeleka jepaka visosi kaona kwenye vyombo vya habari kwamba kapeleka zaidi ya vifaru 4500 viko katika mpaka na Israeli. Kama sikubali Palestina waweze kuondolewa katika nchi yao na sifungui njia ya kuwahamisha, sifungui njia hiyo. Na nchi nyingine mbali. Sasa wapelekwa au wapeleka Saudia basi. Na pia waziri wa Saudia akakemea kwamba hatutakubali katika hilo, na hapa sisi ni kwa sababu tusitotambua pale kupatikana dola 2. Kama katiba ya Umoja wa Mataifa inavyosema kwamba nchi mbili, kuwa na nchi ya Kiyahudi ambao walikatiwa eneo lao mwaka 47 wabakie pale, alafu na nchi ya Palestina nao pia dola 2 hizi. Lakini hawa je wako hivyo? Wanatambua wao dunia nzima ni miliki yao, mali kile chochote ambacho kipo ni miliki yao, na wewe umeumbwa kuwahudumia wao ndio wanadamu. Wengine wote hawana sifa kuitwa wanadamu. Hivi ndio itikadi ambao wanafundishwa katika Talmud, katika tafsiri ya Taurati, iko hivyo. Mkiojua katika hali hiyo, unarudi katika hotuba zetu za mwanzo. Nisema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema kumwambia Ibrahim, tunasema Israeli ni mzee Yaqubu alayhi salatu wasalam. Watoto wake wanaitwa Bani Israeli. Na sura ikaitwa suratu Israeli, kwa Banu Israeli. Banu Israeli ni watoto wa Yaqub ambao wamegawanyika mataifa 12 ambao wanaitwa Mayahudi. Sasa dini yao ya Kiyahudi ambao wanaitwa Bani Israeli. Hao walikuwa ni watu wema wazuri, waliweza pia kwa sababu walikuwa mfuata mtume Yaqubu alayhi salatu wasalam na mtume Ibrahim, kama Ibrahimu alivyoahidi Mola wake kwamba Qur'ani ilivyosema. Kwa hiyo kwa hali hiyo kwamba sasa umetoka hapo, unaona bado hivi sasa wao sehemu ile ni ardhi yao na wengine wote hawana haki miliki. Ukisoma historia na tarehe inaonyesha wababu zao ndio waliopita pale, na kwamba walikaa sehemu ya Sham, na Sham itoito yote kuanzia wapi, Palestina, Lebanon, Jordan, zote ni Sham, na yote ni sehemu ambao wao ni eneo lao, wao ndio kwanza kukaa. Sasa nyinyi Waarabu mwadai Palestina ni ardhi yenu, kwa wapi yani kivipi? Na huko tumeshazungumza katika watu ulizopita kwamba hapa maana yake Allah alivyoahidi atakayekuwa mtawala katika nchi takatifu kama Palestina ni yule ambaye atakayefuata mila ya Ibrahim alayhi salatu wasalam. Akigeuka, Waarabu walikuwa hawaruhusiwi kuwa na nchi ile, kukua kwa maana kuwa ni watawala wa msikiti al-Aqsa, kwa sababu walikuwa ni washirikina, walikuwa hawaruhusiwi. Bani Israeli ndio walikuwa sehemu ya kwao. Walipoacha dini ambayo ni husika, wakaja Waarabu wakamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika safari ya Isra Mtume alayhi salatu akaenda katika safari ya ardhini na akawaswalisha mitume wote katika sehemu ile, na yeye akawa ndio kiongozi. Ikawa ni hatua ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam anakabidhiwa sehemu takatifu ya Palestina au Baitul Maqdis kwa ni eneo lake, kwa sababu kawasalisha manabii wote na buraki wake akamfunga katika ule ukuta tuliosema. Kwa hiyo tayari hali ikageuka. Hawa Arabu hao sasa eneo wanastahili, eneo ni la kwao kutokana na Qur'ani na kutokana na kwamba wao ndio wanafuata mila ya Ibrahim, na hawa wamegeuka. Kwa hali hiyo, kwa inshallah tutaendelea katika hutuba zinazokuja, tuangalie katika waziri wa mambo ya nje wa Israeli anasemaje. أقول قولي هذا بالله التوفيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعدائك أعداء الدين، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وأتم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.